Okay. Wapinzani wenu Stellenbosch washatoa taarifa kwamba wanawasili lini Zanzibar na taratibu zingine? Tayari baadhi ya maofisa kwanza wa CAF wameshawasili hapa, wakiwemo waamuzi wa mchezo wameshawasili visiwani Zanzibar na tumewapokea kama wenyeji jana, pamoja na maafisa wengine. Lakini wapinzani wetu wanatarajia kuwasili leo hii visiwani Zanzibar, nao pia tunawasubiri tuweze kuwapatia mapokezi mazuri kwa mujibu wa kanuni za CAF. Wakishaingia leo tutafahamu sasa ratiba yao zikoje na vitu kama hivyo, lakini leo watawasili hapa visiwani Zanzibar kwa ajili ya kujiandaa sasa na wao kuelekea mchezo huu. Mmechapisha taarifa kuhusiana na mshambuliaji Joseph Gede. Wengi wanajiuliza mmemsajili, taratibu zipoje, kuna nini Joseph Gede na comeback ya Singida Black Stars? Kwanza Joseph Gede sio mgeni hapa. Tulikuwa naye msimu uliopita, lakini hakuwa na msimu mzuri hata kidogo kutokana na changamoto ya majeraha ambayo ilimuandama. Kwa hiyo tulilazimika kukaa naye mezani na kusitisha mkataba wake vizuri kabisa, kwa uungwana kabisa, na alikuwa muungwana sana wakati yule, hata yeye alielewa hakufanya kile ambacho tulikitarajia kutoka kwake kutokana na changamoto hiyo. Lakini sasa safari hii Gede anarudi upya Singida Black Stars, na hivi ninavyozungumza status yake tayari amesha saini mkataba na timu yetu, na ni pendekezo la moja kwa moja la kocha Miguel Gamondi kumuhitaji kikosini, na kama uongozi wa klabu kupitia kwa wataalamu wetu, jopo la madaktari na viongozi wengine walifuatilia maendeleo yake, taarifa zake za majeruhi kama amepona ama la, na tukajiridhisha kwamba amepona yale majeraha, na ndio maana tukaingia naye kwenye mkataba mpya. Kwa Gede amesaini mkataba mpya na Singida Black Stars, lakini usajili wake utakamilika pale dirisha dogo litakapofunguliwa. Ataingizwa kwenye mfumo wa usajili kwa ajili ya kuanza sasa kutumika kwenye mechi zetu zitakazofuata baada ya hapa. Kuna chochote kile mnakilenga kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch, labda viingilio kama mlivyofanya mechi iliyopita, kuleta bure watu kuingia uwanjani kama Singida Black Stars kwa ajili ya kuleta hamasa na kupata ushindi dhidi ya Stellenbosch? Kikubwa tulichokifanya safari hii tofauti na mechi za awali, tumeweka viingilio vya chini sana kusema kweli. Viingilio vinaanzia shilingi 1000 kwa majukwaa ya saa kule. Tuna viingilio vya shilingi 2000, shilingi 3000 kwa majukwaa haya ya pembezoni huku, shilingi 5000 kwa VIP. Sasa ukiwa na buku unakuja, ukiwa na 2000 unakuja, 3000, 5000 ni viingilio ambavyo vimezingatia hali ya mashabiki wetu wa aina zote. Kwa mashabiki wetu na mashabiki wa soka walioko hapa Zanzibar, ni fursa yao kuja kutazama mechi siku ya Jumapili. Ni mechi muhimu kweli kweli kwa upande wetu, na tunapambana kwenda kuhakikisha tunapata matokeo mazuri, tubakize alama zetu 3 hapa nyumbani, kwa sababu ni mechi ya kwanza ambayo tunacheza nyumbani. Kwa hiki kiingilio sidhani kama ni sawa na bure. Yaani ukiwekewa kiingilio cha shilingi 1000 unakuja kumuona Miguel Gamondi, Khalid Aucho, Clatous Chota Chama na wengineo, wakina Khalid Gego mzawa kabisa hapa nyumbani Zanzibar, unaachaje kuja kufika uwanjani kumshuhudia mchezaji huyu? Kwa hiyo sisi tumeweka viingilio hivi. Tungeweza kuweka viingilio vyovyote na watu wangekuja obviously, lakini tumezingatia mahitaji ya watu wetu. Tunafahamu wengine vipato vyao ni duni, kwa tumewekea viingilio ambao hata wao wenyewe wanaweza kumudu na wakajisikia wameichangia Singida Black Stars kwenda kutafuta alama 3 dhidi ya Stellenbosch. Hiyo staili utaendelea nayo au ni ya muda mfupi kidogo, ya scarf shingoni hivi? Tuombe Mungu iendelee kuwepo. Zimenipendeza lakini. Sasa ndio maana nilikuwa nasema kwamba hii ni staili ina mahusiano ama umeamua tu? Kwa sasa ipo kwa ajili ya CAF. Tunaiwakilisha nchi yetu Tanzania kwenye michuano mikubwa ya shirikisho Afrika. Kwa hiyo tunaivaa hii kama alama ya uzalendo. Lakini kama maoni yatakuwa mazuri, watu wataendelea kutamani kuendelea kuiona, huenda tukakaa nayo mpaka mwisho wa msimu kaka. Kwani kuna shida? Sawa. Nzuri, endelea nayo. Maana kuna watu wanasema kwa nini sasa? Nzuri, endelea nayo. Nzuri. Mambo ya CAF haya kaka, mambo ya CAF ndugu yangu. Na msubi nitakuletea kwako pia moja. Asante. Nashukuru sana. Nikutakia kila la kheri Hussein Fuel Masanza. Asante sana ndugu yangu. Shukrani.